Kwenye hili eneo nani wa kutupiwa lawama? Kocha hajaisuka timu itengeneze nafasi vizuri na ifunge nafasi, pengine itengeneze nafasi za wazi zaidi, ama wachezaji wenyewe uwanjani wanatakiwa kuwajibika? Na kama ni wachezaji akina nani hao kwenye eneo la ushambuliaji? Kama hizi nafasi ni au nyakati hizi ambazo Simba yupo za nusu finali nyakati ngumu. Kwanza kabisa ni kumpongeza mwalimu ambaye wachezaji wake wanatengeneza nafasi nyingi hawazitumii. Hii yote ni pango ya mwalimu, kwa sababu mwalimu yeye ndio mwenye kutoa miundombinu na ndio mwenye kufundisha eneo husika, na mwalimu ndio mwenye kufundisha finishing ya mwisho. Inawezekana ameshawapa hivi vitu vyote, lakini wanaweza kutimiza jukumu moja ambalo la kufanya kucheza, kupata nafasi nyingi, wanashindwa kutumia jukumu la pili la kufanya finishing na kumaliza. Sawa, nikimnukuu Fado alishasema kuambia wachezaji wake hasa Ateba pamoja na Mkwala, lakini wale wanacheza mbele kwa ujumla, aliwaambia kabisa katika mechi za kimataifa ukipata nafasi 3 walau ujaribu kutumia 2 ili ukose moja ili iweze kukusaidia. Kwa hiyo unapopata nafasi jaribu kuitumia kwa sababu hazijirudii. Kwa hiyo tunaona Simba wanatengeneza nafasi nyingi pasipokuwa na kuzitumia baadhi ya wakati. Sasa inapofikia kipindi kwamba wanalazimika kuhakikisha kurekebisha ile tabia ya kupata nafasi nyingi na kukosa kuzitumia. Kwa hiyo sasa hapa ndipo kuna ile kitu tunasema lazima kuna panga lipite au lazima kuna marekebisho yafanyike. Nimesikia hapo wakati David Pasco yuko na Dua pale wanafanya pia wanazungumzia mchezo huu. Wamegusia kwenye eneo la kocha Fado anakosa quality kwenye bench. Ni kweli anakosa quality kwenye bench ama yeye anakuwa anakuumiza wachezaji wako? Kwanza akisiki hata wewe unapokuwa kocha, ukiangalia mchezaji wa ndani, ukimkopea mchezaji wa ndani, ukija kuangalia wachezaji walikuwa bench, hakuna mchezaji aliyekuwa bench anakupa kitu ambacho ataenda kukifanya kuliko yule atakayomtoa. Kwa sababu hata mimi hapo sasa kulaumiwa ni nani? Yaani unajua sasa hivi huwezi kumlaumu mwalimu, sasa hivi hatuwezi kumlaumu viongozi, kwa maana wanaofanya usajili ni viongozi. Mwalimu kazi yake yeye anapeleka tu ripoti yake kwenye uongozi. Kwenye hilo sasa Simba kosa quality, anayeingia na anayetoka na mlaumu nani? Ndio maana nikakwambiaje? Yaani hapa sasa hivi hakuna lawama, kwa maana kwamba tayari hii timu ilifumuliwa yote imeenda kutengenezwa upya. Kwa hiyo unapokwenda kutengeneza upya, walikwenda sokoni, walitegemea kabisa kitweka refu kuliko goli atakuwa quality kabisa. Kwani Mkwala hana quality? Wana quality, lakini ndio maana nasema bado kuna mapungufu ya umaliziaji. Umeelewa? Ndio maana nikasema kwamba inawezekana kabisa baadaye Simba wakarudi mezani ripoti ya mwalimu akasema nahitaji striker. Hebu twende taratibu bwana Funga Duka. Wakati tunaondoka tukatazame ligi kuu ya kandanda. Twende taratibu. Simba kikosi kilichoanza golini Musa Pimpini Kamala, kwenye benchi si wana quality? Kwenye benchi ukimtoa Kamala, ukimtoa Kamala na maana sasa hivi namba 2 ni Ali. Na Manula pia si yupo golikipa wao? Manula yupo, lakini namba 2 sasa hivi ni Ali. Ndio ni sawa, lakini Manula si yupo? Yupo ya. Manake quality hiyo, si ndio? Kwa ya. Hakuna shaka kwenye eneo la golini? Hakuna shaka. Kwenye defense ya Simba wana Shefondo Maloni, wana Hamza, wana Karabosha Mo. Wana Hussein Kazi, mabeki wa kati. Ameumia Shefondo Malone, Karabosha Mo yupo. Alikuwa anacheza vizuri sana yeye na Abdulrazak Hamza. Hawana quality kwenye hilo eneo. Plus Hussein Kazi. Wana quality. Kushika kulia kwa Simba wanaye Duchu, wanaye Kijili, wanaye Shomari Kapombe. Mabeki watatu. Hawana quality. Duchu na mwenzake watoshi kabisa. Duchu bado na mzee Kijili hawana confidence ya kucheza mashindano ya kimataifa. Malaki hawatoshi nyakati ambazo Kapombe anapokuwa amechoka uwanjani hawezi kumpokea. Hawatoshi, yes. Sawa, kushoto wanaye Mbukinabe. Valentino Uma. Mohamed Hussein Zimbwe. Noma hatoshi kumpokea Hussein anapokuwa kachoka. Anatosha. Anatosha, Yes. Manake wana quality upande wa kushoto. Yes. Viungo wanao Deborah Fernandez, Mavambo, Agustino Okejefa, Kagoma, Fabrice Ngoma. Okejefa na Deborah Fernandez hawatoshi kumpa machaguo kocha Fadlu Davis. Hapa sasa kidogo na la kuzungumza, kwa maana kwamba unapomwona Okejefa ni mchezaji mzuri sana, ila ni mchezaji ambaye yuko slow, ana uwezo wa kumiliki mpira, ana uwezo wa kupiga pasi, ila yuko slow mno. Anatosha, ila anahitaji
afanye mazoezi ya kutosha kuhakikisha kwamba amshawishi mwalimu. Ni mchezaji ambaye ana uwezo kwa sababu kupewa nafasi Okejeff akashindwa kumuonyesha mwalimu. Ndio maana kwamba ina maana kama ameshindwa, alishindwa kumuonyesha mwalimu, ama ni pia wakati mwingine anachokifanya Kagoma tusikidharau kwenye eneo la kiungo. Kabla hajaja ujio wa Kagoma sio walikuwepo wameanza kina Okejeff, walikuwepo wameanza kina Deborah Fernandez, walikuwepo ndo hao pamoja. Ngoma alikuwa anakaa bench, yani namba alikuwa anacheza, Budo alikuwa anaanza 99%, sawa. Wakati Mpanzu hajaja Kibu bado alikuwa ndo kidogo kulikuwa na shida, alikuwa wanaanza kina Budo. Hawa ndio walikuwa wachezaji ambao wanaonyesha nitegemeo pamoja na kina nani Barua. Lakini ujio wa Mpanzu kurudi kwa Kibu, tayari atumuoni Barua, atumuoni Budo. Je, uwezo wao wanastahili? Ukija kuangalia bado, yani kile ambacho tulikuwa wanakiimba kabla hawajafika na sasa hivi wanakifanya ni vitu tofauti. Kwa maana kwamba hiyo sinategemea na sanaa ya kocha kwenye sanaa ya kocha ili kupata quality na ubalance wa mchezaji mmoja mmoja kupata dakika za kucheza. Hivi mfano labda nikuulize kitu kimoja bana Kisiki. Wao naamini kwamba kocha hawezi kufanya rotation, kuna mechi tu namweka bench hata Fabrice Ngoma anaanza Deborah Fernandez sababu ana quality. Rotation aliyofanya mwalimu alishaifanya rotation kama mnakumbuka. Namba 6 alikuwa anacheza Deborah Fernandez, sio? Anafanya sasa kiasilia namba 8 au namba 10. Alikuwa anacheza anaanza yeye na mwenzie walikuwa wanacheza na Mzamiru Wasini namba 6 alikuwa anacheza. Kafanya rotation, kamuingiza Kagoma, amechukua namba. Si ndio? Amefanya rotation ya Deborah Fernandez, ameingia Ngoma. Yes, amefanya rotation ya mtu mmoja hapa mbele ni Kibu Dennis, alikuwa anacheza Budo Butare, sio? Amefanya rotation upande wa kushoto, sasa hivi anacheza Elie Mpanzu, alikuwa anacheza Barua. Ni rotation ameshazifanya, kwa maana kwamba ameona hawa wote aliowatoa na maingizo yake ni bora. Sasa leo hata wewe akikuuliza, je, unamtoa Kibu unamuingiza Budo, kuna kitu atakupa? Hata kama sio mwalimu. Sasa kama mwanzo alikuwa anatoa kitu, sasa hivi atoe, kulaumiwa nani? Kulaumiwa nani? Sababu kocha wewe ndio unatengeneza wachezaji wako na balance ya anayeingia na anayetoka. Mchezaji mzuri siku zote ni kupata dakika. Barua ambaye tulimuona kwenye mechi dhidi ya Al Ahly Tripoli sio Barua wa leo. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana kocha hamfanyii rotation kwamba Mpanzu